Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari yetu ya neno la Mungu katika Dominika ya 3 ya Kwaresma, mwaka C wa kanisa. Katika Dominika hii ya 3 ya Kwaresma ya mwaka C wa kanisa, Mama Kanisa anatualika leo hii kupitia neno la Mungu, tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma ambacho mwaliko wake mkubwa tunaalikwa kufanya toba, kufunga, kusali na kufanya matendo ya huruma. Leo hii tunasisitiziwa zaidi katika lile jambo ambalo ni kubwa kuliko yote, kutubu dhambi zetu. Tutasikia katika Injili ya leo kutoka Injili ya Luka sura ya 13 aya ya 1 mpaka ya 9. Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia Mungu anampa kila mtu njia na nafasi mbalimbali za kutubu. Tusipotumia neema hizo kwa kutubu, tutapatilizwa au kwa maana nyingine tutaangamizwa. Bwana wetu Yesu Kristo anatutahadharisha hilo katika Dominika hii ya leo ya 3, kwamba tunapoona watu wanapatwa na matatizo, tunapoona watu wanapatwa na majanga, tunapoona watu wanapatwa na shida mbalimbali, tusije tukadhania ya kwamba wao ni wadhambi sana kuliko watu wote. Yesu anatufundisha hilo kwa kutupa mifano ya wale ambao waliangamizwa kwa mnara kule Siloamu, 18 wakaangamia na kufa. Yesu anatuambia, mnadhania kwamba hao walikuwa ni wadhambi kuliko watu wote? Hapana. Na sisi tumepewa nafasi ya kujiandaa na kutubu dhambi zetu, tusije tukaangamizwa tukiwa hatujajiandaa. Yesu anatupa mfano mwingine wa wale ambao Wayahudi ambao Pilato aliwaua na kuchanganya damu yao na dhabihu zao. Yesu anatuambia, mnadhania kwamba hao walikuwa ni wadhambi kuliko watu wengine wote? Hapana. Na sisi ambao tupo bado wazima, tupo hai, ni kwamba ni fursa tumepewa na Mwenyezi Mungu ya kujiweka tayari, ya kufanya toba, kwa sababu na sisi hatujui siku wala saa ambapo tutakumbwa na maafa kama wale waliokumbwa na maafa ya kuangukiwa na mnara, kama wale ambao Pilato aliwaua. Kumbe leo hii tunasisitizwa kutubu, tusitumie huruma ya Mungu vibaya, tusitumie neema ya Mungu vibaya. Tunasikia katika Zaburi ya 103 siku ya leo, Bwana amejaa huruma na neema. Bwana amejaa huruma na neema. Tunapojiona bado tupo wazima, tunapojiona bado tuko wenye afya njema, tutambue ya kwamba ni huruma ya Mungu tu na neema zake zinatufanya tuwe kama tulivyo. Sisi sio wema sana kuliko wale ambao wametangulia mbele za haki. Sisi sio watakatifu sana kuliko wale waliotangulia mbele za haki. Ni huruma ya Mungu tu inatupa nafasi ya kuendelea kukaa na kufanya kitubio. Kwa hiyo tusitumie nafasi hizi vibaya. Tusitumie wema wa Mungu vibaya, tusitumie huruma ya Mungu vibaya. Ni mwaliko kwetu sisi katika kipindi hichi tutubu dhambi zetu, tusije tukaangamia. Huruma ya Mungu inaonekana katika somo la kwanza ambalo tumelisikia. Baada ya wana wa Israeli kupata mateso makali kule Misri, wamekaa utumwani miaka 40. Mungu amechelewa, amekaa muda mrefu, lakini kwa Mungu hakuna kuchelewa. Miaka 40 katika hali ya kibinadamu inaonekana ni mingi, lakini kwa Mungu sio mingi. Lakini Mungu baadaye ameonyesha huruma yake kwao na amemteua Musa kwenda kuwakomboa. Mungu anamuita Musa kwa namna ya ajabu. Tunasikia Musa anaitwa kwa njia ya kijiti ambacho kinawaka moto bila kuteketea. Hiyo ni ishara ya uwepo wa Mungu. Na Musa alipokuwa anasogelea kile kijiti, tunasikia Mungu anamwambia, usije karibu na kijiti hiki, mahali hapa ni patakatifu sana. Musa anastaajabu. Kwanza anaambiwa avue viatu. Hiyo ni ishara ya kujitakatifuza. Kuvua viatu, asiingie akiwa na miguu michafu. Hiyo ni ishara ya ndani kiroho. Tukitafakari zaidi, ni namna ya kujitakasa pia, kuanzia ndani mpaka nje, ili atumike kama chombo cha Mwenyezi Mungu cha kuwakomboa wana wa Israeli. Kwa hiyo Musa alitikia wito na akavua viatu kama ishara hiyo ya kujitakatifuza,
lakini Mungu akamteua Musa kwa namna ya ajabu aende kuwakomboa wana wa Israeli. Anamtuma kule Misri akawakomboe wale wa Israeli waliokuwa utumwani humo. Lakini Musa anasita kidogo, anamuuliza Mungu, nikifika kule wakiniuliza aliyenituma ni nani, nitawajibu nini? Mungu anamwambia, utawaambia mimi niko ambaye niko nimekutuma. I am who I am. Hayo ni maneno ambayo Mungu ameyatumia kumwambia Musa atawaambia wana wa Israeli hivyo. Yeye ndiye baba wa baba zake Ibrahim, Isaka na Yakobo. Hivyo basi wamsikilize yeye. Musa anakwenda na anawaeleza wana wa Israeli na wamemsikiliza. Basi tukiendelea kusoma hiyo historia ya Musa kuwakomboa wana wa Israeli utumwani Misri, tutaona jinsi walivyotoka kwa namna ya ajabu, Mungu akiwasindikiza kwa namna ya ajabu. Wana wa Israeli baada ya kutoka kule Misri walikombolewa, ni ishara ya ukombozi, lakini walipita jangwani wakapata mateso makali, wakaanza tena malalamiko ya njaa na nini na kiu wakiwa kule jangwani. Lakini Musa kwa maombi yake kwa Mungu alimjalia akaweza kuwapatia maji na hata wakapata chakula ambacho ni mana iliyoshuka kutoka mbinguni. Hiyo ni ishara wazi kwamba hata sisi wa Agano Jipya ambao Mungu ametukomboa katika utumwa wa dhambi, sio bado tumekuwa wakamilifu. Tumetolewa utumwani kwa njia ya ubatizo. Waisraeli walibatizwa kwa kupita katika ile bahari na kufunikwa kwa wingu. Ile ilikuwa ni ishara ya utakaso kwa namna ya ajabu. Huo ulikuwa ndio ubatizo wao. Wakaingia katika nchi ya ahadi. Na sisi tumekombolewa katika utumwa wa dhambi kwa njia ya ubatizo. Lakini je, tumeendelea kubakia kuwa waaminifu katika ahadi zetu za ubatizo? Mtume Paulo anatuambia katika somo la pili waraka wake kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya kwanza mpaka ya 6 na aya ya 10 mpaka ya 12. Mtume Paulo anarejea tukio la Waisraeli akituambia ingawa Waisraeli waliokolewa toka utumwani Misri na wakalishwa chakula jangwani, baadhi yao walipotea. Mtume Paulo anatuambia vivyo hivyo sisi wa Kristo tunaweza kupotea ingawa tumebatizwa na kupokea Ekaristi Takatifu. Waisraeli walibatizwa walipopita katika bahari, katikati ya bahari, lakini walikula mana. Maana ilikuwa ni ishara ya Ekaristi Takatifu. Na sisi tumebatizwa kwa namna tofauti katika Agano Jipya, lakini pia tumepokea Ekaristi Takatifu. Lakini ni wangapi kati yetu waliobatizwa na kupokea Ekaristi Takatifu wamerudi tena dhambini? Ni wangapi wameendelea kubaki wakilalamika, wakinungunika kwamba Mungu amewaacha? Ni wangapi wameendelea kuabudu miungu wengine? Ni wangapi wameendelea kutenda maasi makubwa ambayo tunayasikia ingawa wamebatizwa na kupokea Ekaristi Takatifu? Ni wengi. Kwa hakika ni wengi kati yetu. Hata sisi ambao tuko mahali hapa nyakati zetu hizi, sio kwamba tu wema sana. Hivyo basi mwaliko mkubwa wa siku hii ya leo, Dominika ya 3 ya Kwaresma, tunaalikwa kutubu. Tutubu dhambi zetu. Tujiongee sakramenti ya kitubio, tujitakatifuze na tumuombe Mungu atusamehe makosa yetu pale ambapo wametukosea. Maadamu Mungu amejaa huruma na neema, atatusamehe na kutupokea. Tusijione kama tumesimama imara. Tuangalie tusije tukaanguka. Ndivyo tunavyoaswa katika neno la Mungu siku ya leo. Baadhi yetu tunaweza tukajiona kwamba tu imara, tumesimama imara, lakini tuangalie tusije tukaanguka. Tuendelee kuomba neema ya Mungu. Tuendelee kuomba huruma yake katika kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho ni kitakatifu sana, ambacho Mama Kanisa ametupa siku 40 za kujitakatifuza, siku 40 za kusali, kufunga, kufanya toba na kufanya matendo ya huruma. Tutekeleze hayo kwa uaminifu mkubwa na Mungu atatubariki katika maisha yetu kiroho na kimwili. Tuombe neema hiyo katika Dominika hii ya leo, na Mungu mwenye huruma na neema atatukirimia hayo yote tukiwa wanyenyekevu mbele zake. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.